Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Moja kati ya habari ambayo imekuwa ni gumzo kubwa kutoka Kenya, lakini pia video mbalimbali zilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusu Margaret Nduta, mwanamke wa Kenya anayekabiliwa na hukumu ya kifo nchini Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Ana historia ngumu ambayo inaweza pia kuathiri kesi yake. Alikamatwa nchini Vietnam mnamo Julai mwaka 2023 akiwa na zaidi ya kilo 2 za kokaini kwenye koti lake, hali ambayo anadai kuwa alikuwa haifahamu, akidai kwamba alilazimishwa kusafirisha dawa hizo chini ya tishio kwa familia yake. Maendeleo mapya yamejitokeza ambayo yanaweza kutatiza kesi yake. Imefichuliwa kuwa kabla ya kukamatwa kwake Vietnam, Nduta alikuwa amefungwa nchini Ghana kwa kosa kama hilo, kulingana na mfungwa mwenzake Mkenya ambaye alifungwa gerezani nchini Ghana pamoja naye. Mwanamke huyo anadai kuwa baada ya kuachiliwa kutoka gerezani huko Ghana, Margaret Nduta alilazimishwa tena na makundi ya dawa za kulevya kutoka Nigeria kusafirisha dawa za kulevya, jambo ambalo lilimfanya akamatwe nchini Vietnam. Hata hivyo, familia ya Nduta imekanusha madai hayo, ikieleza kuwa hakuwahi kufika Ghana kabla ya safari yake ya Vietnam, jambo ambalo linazua maswali kuhusu ukweli wa madai hayo. Licha ya utata wa hali yake, serikali ya Kenya imekuwa ikishirikiana kikamilifu na mamlaka ya Vietnam ili kuzuia hukumu ya kifo ambayo amehukumiwa huko Vietnam baada ya kukamatwa akiwa na madawa ya kulevya. Margaret Nduta Macharia, raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 37, kama tulivyokuambia, Machi 17 mwaka 2025 alihukumiwa hukumu ya kifo kufuatia kupatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Mnamo Julai mwaka 2023, mamlaka ya Vietnam ilimkamata Bi Margaret Nduta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ho Chi Minh City wa Tan Son, baada ya kugundua zaidi ya kilo 2 za kokaini ikiwa imefichwa kwenye mzigo wake. Alikuwa amesafiri kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamadi nchini Qatar bila kutambuliwa kabla ya kushikiliwa nchini Vietnam. Wakati wa kesi yake, Bi Margaret Nduta alidai kuwa mwanaume Mkenya aliyejulikana kwa jina moja la John ndiye aliyemkodisha kusafirisha koti hilo kwa mwanamke mmoja huko Laosi, ambapo alipokea dola 1300 na kulipiwa gharama zake za usafiri. Alishikilia kuwa hakujua kilichomo ndani ya koti hilo. Hata hivyo, mahakama ilimpata na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya Machi 6 mwaka 2025 na kumhukumu kifo. Vietnam inatekeleza baadhi ya sheria kali zaidi za dawa za kulevya duniani, huku adhabu ya kifo ikitumika kwa usafirishaji wa zaidi ya gramu 600 za heroini au kokaini. Mama yake Bi Macharia, Purity Wangui, anaishi katika kijiji cha Waisaga, kaunti ya Murang'a, Kenya, anafadhaika kuhusu kunyongwa kwa bintiye. Anaomba mamlaka ya Kenya, akiwemo Rais wa Kenya William Ruto na mbunge wa eneo hilo Ndindi Nyoro, kuingilia kati na kumrejesha bintiye kutumikia kifungo chake nchini Kenya. Bi Wangui, ambaye hana uwezo wa kifedha wa kusafiri hadi Vietnam, anatamani kumwona bintiye kwa mara ya mwisho kabla ya kunyongwa. Kulingana na mamlaka ya Vietnam, Bi Macharia aliratibiwa kupata mlo wake wa mwisho saa 1:30 usiku kwa saa za huko, na kufuatiwa na hukumu yake ya kunyongwa saa 2:30 jioni, lakini hukumu hiyo haikutekelezeka. Bado anashikiliwa na mamlaka ya Vietnam. Wakati kila mmoja akiwa ameguswa na stori ya Margaret Nduta, hukumu yake ya
kupata adhabu ya kifo ikiwa imeshatolewa huko Vietnam. Serikali na familia ya Margaret Nduta, mwanamke huyo wa Kenya aliyehukumiwa kifo huko nchini Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya, bado wanasubiri mawasiliano kuhusu hatima yake ya mwisho. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, Jumatano alitoa maoni kwa mara ya kwanza kuhusu sakata la Nduta na kuhakikishia Wakenya kwamba kila juhudi zinafanywa kuzuia kunyongwa kwake au kuuawa kwa kudungwa sindano. Aliongeza kuwa Kenya imepokea maelezo kuhusu mashtaka yake na ilikuwa ikijitahidi kupata msamaha wa mfungwa huyo. Inasikitisha kwamba Mkenya anakabiliwa na hali ya aina hii, sio hali ya kufurahisha, na wizara ya mashauri ya kigeni na haswa katibu mkuu wangu amekuwa akijaribu kuzungumza na mwenzake wa Vietnam kuona kama tunaweza kuwa na upunguzaji katika mchakato huu, Mudavadi alisema. Tunatumai kuwa wanaweza kufanikiwa ili kusiwe na utekelezaji wa muhtasari, lakini si suala la Nduta pekee ambalo serikali sasa inapitia. Kulingana na Mudavadi, ofisi yake pia inakusanya data kuhusu raia wengine ambao wamekiuka sheria nje ya nchi. Habari hii inasema ndiyo itakayoongoza uingiliaji kati wa serikali kwa walioathirika. Bado tunahesabu hiyo kati ya Wakenya walioko ughaibuni. Tuna jumla ya Wakenya 1000 katika mataifa tofauti wanaokabiliwa na kufungwa kwa makosa tofauti, alisema Mudavadi. Sehemu nzuri ya waliofungwa katika nchi za kigeni kwa ulanguzi wa dawa za kulevya ni wanawake ambao wameingizwa katika biashara hiyo hatari bila wao kupenda. Serikali sasa inawasihi Wakenya wanaosafiri ng'ambo kuwa waangalifu na kuepuka kutumbukia katika mitego iliyowekwa na watu wasiojitambua, kwani huenda wakaishia kulipa gharama kubwa kulingana na sheria za nchi wanakokamatwa. Tafadhali vijana wa Kenya ambao wanatoka nje, kumbuka kwamba mara tu unapopanda ndege na magurudumu yameinuka, unapotua katika nchi yoyote unayoenda, sheria zinazotumika sio sheria za Kenya, Mudavadi alisema. Zaidi ya hayo, waziri mkuu alionya kuwa serikali itajitahidi kudumisha taswira ya Kenya kama nchi inayopambana na dawa za kulevya. Vietnam ina taratibu zake za kimahakama na tunataka kueleza wazi kwamba hatutaki kuitangaza Kenya kama njia ya biashara haramu ya dawa za kulevya au biashara ya binadamu au magendo yoyote. Kwa hiyo ikiwa unasafiri na unaruhusu mtu mwingine kufungasha vilago vyako, una uhakika gani kwamba mtu anayepakia begi lako ni Yesu? Hawezi kukuwekea vitu kama madawa ya kulevya, Mudavadi alibainisha katika taarifa yake. Ni habari kubwa kutoka huko Kenya ambapo tumeshuhudia usafirishaji wa dawa za kulevya ambao ni kosa la kifo katika baadhi ya nchi, kama hivyo ilivyotokea kwa Margaret Nduta kuhukumiwa hukumu ya kifo huko Vietnam. Ni kosa ambalo halina msamaha kwa baadhi ya nchi, lakini serikali ya Kenya imesema itapambana kuhakikisha ya kwamba Margaret Nduta anarudishwa nchini Kenya, huku mama mzazi wa Margaret Nduta akitamani kumuona mtoto wake kwa mara ya mwisho kabla ya hukumu yake ya kifo, na kama ikiwezekana serikali ya Kenya kumrudisha mwanamke huyo Margaret Nduta katika nchi ya Kenya, na ikiwezekana kupokea hukumu yake akiwa nchini Kenya, yaani afungwe akiwa nchini Kenya, lakini adhabu ya kifo iondolewe kwa binti yake. Mataifa mbalimbali kama nilivyokuambia yamekuwa yakitoa hukumu za kifo kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Nduta aliepuka kunyongwa na kudungwa sindano ya sumu Jumatatu jioni baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya, lakini bado anashikiliwa huko Vietnam. Kama nilivyokuambia, alikamatwa mwaka wa 2023 baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Vietnam
na kupatikana akiwa na kilo 2 za cocaine, mahakama ya watu katika jiji la Ho Chi Minh ilimpata na hatia na kumhukumu kifo mnamo Machi 6 mwaka 2025. Serikali ya Kenya, kama nilivyokuambia, kupitia Wizara ya Mashauri ya Kigeni, imetaja kesi hiyo kuwa tata na ngumu licha ya wito kutoka kwa familia yake na Wakenya wengine wanaohusika kutaka kuingilia kati kidiplomasia. Familia yake inasisitiza kwamba aliandaliwa. Nduta si Mkenya wa kwanza kufungwa nje ya nchi. Wananchi wengi wamekamatwa katika vituo mbalimbali walipokuwa wakijaribu kusafirisha dawa za kulevya. Ripoti zinaonyesha kuwa wafanyabiashara wa magendo, wengi wao wakiwa wanawake, hujaribu kujipenyeza na dawa hizo hasa katika nchi za China, Singapore, India na Malaysia. Kati ya mwaka 2006 na 2009, wanafunzi wa vyuo vikuu waliripotiwa kuvutiwa sana kuhudumu kama wasafirishaji wa dawa za kulevya kwa mataifa ya kigeni. Mnamo 2006, Olivia Singaniabe Munoko, mwanafunzi wa Kenya, alifungwa maisha nchini Uchina baada ya kukamatwa kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Deborah Donde, bintiye aliyekuwa mbunge wa Jim Jo Donde, alikamatwa nchini Malaysia pamoja na rafiki yake kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kupatikana katika chumba ambako kilo 4 za bangi zilinaswa. Baadaye waliachiliwa baada ya vipimo vya matumizi ya bangi kuwa hasi, na Deborah alibaini kuwa alikuwa waathirika wa hali. Walanguzi wa dawa za kulevya nchini Malaysia wanakabiliwa na kifo au kifungo cha maisha wanapopatikana na hatia. Peter Amisi Obonyo pia anatumikia kifungo cha maisha nchini Uchina baada ya kukamatwa Mei 28 mwaka 2008 na ofisi ya kukabiliana na wasafirishaji haramu ya Shenzhen akielekea mkoa wa Guangzhou kutoka Hong Kong alipokuwa akijaribu kuingiza nchini China vidonge 125 vya heroini vikiwa na uzito wa kilo 1.5 ambavyo alikuwa amevimeza. Alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifo mwezi mmoja baadaye, lakini hukumu yake ilibadilishwa na kuwa kifungo cha maisha. Katika mwaka huo huo, Lea Mweru Kimani pia alikamatwa nchini Uchina akiwa na gramu 1323 za heroini zilizopatikana kwenye mzigo wake. Alihukumiwa kifo. Mamlaka ya Uchina pia ilimfunga Christine Nyabera Ongoo ndani ya muda huo huo kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na kumpiga kofi la kifo. Judith Achieng Odoyo alikamatwa mwaka wa 2012 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kota Kinabalu nchini Malaysia akiwa na gramu 3747.63 za siabu, neno linalomaanisha crystal methamphetamine. Alipatikana na hatia mnamo mwaka 2013 na akahukumiwa kifo. Adhabu moja tu imetolewa na sheria kwa uhalifu huu, na hiyo ni hukumu ya kifo kwa mujibu wa kifungu cha 183 kinachosomwa pamoja na kifungu cha 277 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai. Naamuru kwamba wewe Judith Achieng Odoyo upelekwe mahali halali ambapo utanyongwa kwa shingo hadi umauti, Jaji Dato Abdul Rahman alinukuu mtandaoni. Mnamo Mei mwaka 2013, Florence Owino alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Guangzhou kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na kuhukumiwa kifo kwa kunyongwa mnamo mwaka 2015. Mazungumzo ya kidiplomasia yalisababisha kusimamishwa kwa hukumu yake kwa miaka 2 kusubiri mapito ya kesi yake. Wakili Okwe Achiando aliambia The Standard ikiwa mwenendo wake ni mzuri, hukumu hiyo inaweza kupunguzwa na kuwa kifungo cha maisha au anaweza kuwa na muda maalum. Rosie Achieng Ojala alihukumiwa kifo mwaka wa 2017 na mahakama nchini Malaysia baada ya kupatikana na hatia kumiliki methamphetamine ambayo alikuwa akijaribu kuingiza nchini humo.
alishtakiwa kwa ulanguzi wa dawa hizo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur baada ya kuwasili kutoka Addis Ababa, Ethiopia, Novemba 30 mwaka 2013. Ripoti zinaonyesha kuwa wakati anakamatwa alikuwa amemeza vidonge 68 na kuficha vitatu kwenye viungo vyake vya siri. Mnamo Juni mwaka 2019, Mariamu Mweke mwenye umri wa miaka 36 ambaye alikuwa akiishi nchini India kinyume cha sheria alikamatwa kwa madai ya kuendesha mtandao wa kimataifa wa ulanguzi wa dawa za kulevya na kukwepa kesi. Mweke alishukiwa kuwa amekuwa akiendesha shughuli za udukuzi wa kichini tangu mwaka 2016 baada ya muda wa visa yake kuisha, na alikamatwa katika maficho yake katika eneo la Narasopara huko Mumbai. Mashindano yake na mamlaka ya India yalianza mwaka wa 2016 alipokamatwa pamoja na washirika wake wawili wakiwa na zaidi ya kilo 7.5 za heroin. Baada ya kukamilisha uchunguzi, hati ya mashtaka iliwasilishwa dhidi ya watatu hao mnamo Novemba 1 mwaka jana, na Julai 7 mwaka huu alipewa dhamana. Pramondi Kushawa, afisa mkuu wa polisi wa New Delhi, alithibitisha. Hata hivyo, aliruka dhamana na kukwepa mwenendo wa kesi na kusababisha msako na kuweka fadhila kichwani kwake. Mwanamke mwenye umri wa miaka 35 pia alikamatwa huko Hong Kong mnamo mwaka 2023 kwa kusafirisha kilo 1 ya dawa ya kulevya inayoaminika kuwa ni kokaini hadi mji wa Uchina. Alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong alipowasili katika jiji la Uchina kutoka Nairobi kupitia Addis Ababa. Polisi wa Hong Kong walisema kuwa kokaini inayoshukiwa ambayo ilikuwa imefichwa ndani ya mwili wake ilizuiliwa kwenye vidonge 67 vya thamani ya mtaani inayokadiriwa kuwa na takriban fedha za Kikenya milioni 15.4. Hata hivyo, bila kutambuliwa, polisi walisema mwanamke huyo aliwasilishwa kwa uchunguzi na inadaiwa alitoa dawa alizokuwa akishukiwa nazo. Hizi ni baadhi ya kesi za watu ambao wamekamatwa na dawa za kulevya katika nchi nyingine wakitokea nchini Kenya. Na safari hii kumekuwa na kesi hii ya Margaret Nduta ambayo imegusa hisia za Wakenya wengi wakitamani kuona serikali ya Kenya wakizungumza na serikali ya Vietnam kuhakikisha kwamba hukumu ya kifo ya Margaret Nduta basi inabatilishwa, ikiwezekana kupewa hukumu ya kawaida, lakini familia ikipendekeza zaidi kama inawezekana kifungo hicho aje kutumikia akiwa nchini Kenya. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi tusubirie kuona juhudi kubwa na hiki ambacho serikali ya Kenya imewaahidi watu wa Kenya kwamba Margaret Nduta watahakikisha kwamba hukumu yake ya kifo inabatilishwa. Tuachie maoni yako, na kwa mengi zaidi endelea kukaa karibu nasi ili usipitwe na habari mbalimbali pamoja na stori zote ambazo zimekuwa zikizidi kumeki headline kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.